Ndugu waandishi wa habari, kesho tarehe 20 Julai mwaka 2026, mkoa wa Kigoma utakuwa mwenyeji wa hafla kubwa ya kitaifa itakayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ataweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha 6 kutoka Tabora hadi Kigoma, na pia atapata fursa ya kutembelea na kukagua maendeleo ya maboresho ya bandari ya Kigoma. Miradi hii ni sehemu ya utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 inayolenga kujenga uchumi wa uchukuzi funganishi na kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara cha usafirishaji katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, Kati na Kusini. Hii itapunguza gharama za usafirishaji, kuongeza ushindani wa biashara na kufungua fursa mpya za uwekezaji kwenye mikoa yetu hii ikiwemo mkoa wa Kigoma. Aidha, reli hii itaunganishwa na mradi wa reli ya Uvinza Msongati nchini Burundi, hivyo kufanya bandari ya Dar es Salaam kuwa lango kuu la biashara kwa nchi za ukanda wa Maziwa Makuu kupitia ushoroba wa kati. Mheshimiwa Rais atapata fursa kukagua maendeleo ya bandari ya Kigoma na reli ya kati, miundombinu ambayo inaendelea kwa uti wa mgongo wa usafirishaji wa abiria na mizigo katika ukanda wetu. Kwa heshima kubwa sana, ninawaalika wananchi wote wa mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani kujitokeza kwa wingi kesho kushiriki katika hafla hii ya kihistoria. Ndugu zangu, baada ya kuyasema maneno hayo machache, napenda kuwashukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu aibariki Kigoma, Mungu aibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mungu aibariki Afrika, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Mimi kwa kweli kwa niaba ya serikali ya mkoa na wananchi wa Kigoma, kwanza Mheshimiwa Waziri, nichukue nafasi hii kuwakaribisha wewe, naibu waziri na timu yako kwa kuja kwetu kwa ajili ya uzinduzi wa haya matukio mawili, hizo meli 4 za mizigo pamoja na SGR. Tukio hili kwetu kwa wana Kigoma ni la msingi sana, kwa sababu siku zote wanasema, kulikuwa kuna msemo kwamba Kigoma mwisho wa reli, lakini sasa ni mwanzo wa fursa, lakini ni lango la biashara. Na hizo meli kama ulivyosema, meli 4 zikija kwa wakati mmoja zikafanya kazi, tutapata fedha nyingi sana. Kwa hiyo mimi leo sio msemaji, niseme tu kwamba wawekezaji fursa sasa imehama kutoka maeneo mengi imekuja Kigoma. Na kwa sababu mara nyingi biashara tunashindwa kufanya biashara kwa sababu ya kukosa masoko. Sasa bahati nzuri tulionayo ni kwamba masoko tunayo makubwa sana kwa wenzetu wa Congo DRC. Lakini tuna soko kubwa sana Zambia, tuna soko kubwa sana Burundi. Kwa hiyo kilichobakia ni swala la kupata wawekezaji, ni swala la kupata wafanyabiashara. Kwa sababu kwa taarifa niliyopata ni kwamba kwa mfano mizigo inakwenda Kongo inaweza kukaa hapa bandarini kwetu zaidi ya miezi miwili. Manake nini? Manake biashara inakwama. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana na nimshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hili alilofanya. Kwa sababu ukiweka mazingira wezeshi kwa wenzetu wawekezaji ni jambo la msingi. Kwa kuna conditions ngumu kwa wawekezaji, hata haya singefanyika. Kwa hiyo mimi niseme kwa kifupi, tumefarijika. Naambiwa mji umejaa wageni, na naambiwa hoteli zimejaa, kwa maana kwamba wengine itabidi wapange Kasulu, Kibondo, Kakonko. Manake nini? Manake pia tunaomba sana wawekezaji upande wa mahoteli waje wawekeze. Ukiangalia kwenye hoteli yetu unaweza kukuta chumba cha kawaida kinakwenda mpaka 100,000 mpaka 100,000 na kitu. Sasa watu wasinganganie zaidi Dodoma, Dar es Salaam, mikoa mikubwa. Huu mkoa utakuja mkoa mkubwa kuliko mikoa mingine. Asanteni sana, na nyinyi vijana ambao mpo mnapata muda, sisi tuna maeneo mengi ya burudani. Bado mnaweza kujirusha, night club ziko vizuri na nini. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana mheshimiwa. Tumefika mwisho wa tukio letu. Ilikuwa ni kupata taarifa ya umma kwa Mheshimiwa Waziri ametoa vizuri na tumepata neno kwa wetu. Tuko Kigoma, mengine tunaendelea nayo. Asanteni sana.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.